tulikuwa tunazungumzia masala ya msamaha na watu kupenda islahi baina yao, na kwamba Mwenyezi Mungu anapenda wale wenye kuwafanyia ihsani waja, na miongoni mwa kuwafanyia ihsani ni kuwasamehe. Tukazungumzia kisa ta yule sahabi ambaye aliingia siku 3 na Mtume asema atakaye kumuona mtu wa peponi aangalia anaingia, na siku 3 akaingia mtu mmoja. Kuna sahaba akamfuata mtu yule kutaka kujua huyu anafanya amali gani bora zaidi kutushinda sisi wengine. Katika kufuatilizia kwake hakuona yule bwana kwamba anafanya jambo zaidi wanavyofanya wale wengine. Kama ni qiyamul layli, ni watu wote hufanya qiyamul layli. Kama ni witri, thuluthi ya mwisho, watu wote huinuka katika thuluthi ya mwisho wakafanya witri. Kama ni istighfar, watu wote huleta istighfari. Kama ni kusoma Qur'ani, watu wote husoma Qur'ani. Akamuuliza siku ya 3 kwamba wewe unafanya jambo gani ambalo mpaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akasema kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa kuingia janna. Akamwambia kwamba mimi silali ila niwe nimewasamehe watu wote walionikosea, niwasamehe, na lala ikiwa moyo wangu uko safi. Yule sahaba akamwambia, kwa hilo wewe umetushinda. Yani kwa kuwa huko wewe kwa kuwa ni mwingi wa kuwasamehe watu. Sasa ni wachache katika binadamu ambao tunaishi na wao wenye tabia hiyo, tabia ya kusamehe wanapokosewa. Wengi huwa wakibeba chuki na dhaghaini katika nyoyo zao, na huenda zikawasababishia maradhi katika nyoyo, kwa sababu hawajui kusamehe na wanaweka yale matatizo katika nyoyo zao. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe waja wake, kwa nini wewe usiwe ni miongoni mwa hao wenye kusamehe wakati unapokosewa? Kwa hivyo tumeona kwenye aya hii tukiitaamali kwamba kule Mwenyezi Mungu kuwapenda wenye kufanya ihsani, moja katika ihsani iliyotajwa na ulama ni kwambia ni kumsamehe yule aliyekukosea. Kwa hivyo tukiwa ni watu wenye kuizingatia maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tutakuwa ni watu wenye kupenda kusamehe, ili tuwe ni watu wenye kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu yamefungamanishwa na sisi kuwa ni watu wenye kuwafanyia ihsani waja, kuwafanyia ihsani waja, kuwafanyia ihsani waja kwa kuwasaidia katika maisha, na pia kuwafanyia ihsani waja kuwasamehe wanapotukosea, kwa sababu ni tabia ya wanadamu kukoseana. Kwa hivyo ni muhimu sana wanadamu wawe na akhlaqi za kusameheana katika maisha yao, na kuelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awape moyo wa kupenda kusamehe, ili waingie katika kundi la wenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anawapenda wachaji Mwenyezi Mungu, wanaokuwa na wachaji Mungu. Mwenyezi Mungu pia anawapenda watu wenye kuwafanyia ihsani, na Mwenyezi Mungu anawapenda watu wenye kutubia na kurudia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.